watoto wanaanza kugombania yale mapesa. Jamani, mitoto imeanza kugombana, na shangaa damu zinawatoka tu, wanaanza kuchomana vitu. Nini? Wanagombana pesa za baba yake, hata hatujamweka kaburini. Dunia hii ni hatari ujue, na inawezekana na waandaaje watoto. Lakini baba, nataka nikwambie, nimesema njia ni moja. Yesu ni njia, kweli na uzima. Haya maneno yatasimama tangu sasa unanisikiliza hata siku yako ya mwisho. Hakutakuwepo na dini itakayosimama. Yesu pekee ndiye njia, ndiye dini ya kweli, kwa sababu ni yeye pekee alikufa na siku ya tatu akafufuka. Peke yake. Peke yake nasimama kwa ujasiri. Nimejaribu kusoma Biblia, ni Yesu peke yake ana uwezo wa kukuokoa na kukugeuza wewe. Alimgeuza Paulo, utakuwa wewe. Paulo aliliudhi kanisa kama ambavyo mnaliudhi kanisa la Mungu. Unabugiwa mapombe, Mungu anajisikia vibaya. Unajua unapovuta hayo mabangi, unaliudhi hekalu la Mungu, Mungu anajisikia vibaya. Lakini Mungu ni mwaminifu. Haya maneno tunataka kuyarudia. Mimi neno langu, mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu uliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, geuka, mwamini Yesu Kristo, uone matokeo chanya. Mungu atakubadilisha, Mungu atakugeuza, Mungu atakuponda, atang'oa hicho kiburi, atang'oa hiyo dharau. Utamfanania Kristo, utamtukuza Yesu, na Yesu atakutukuza wewe. Amina. Sipiga makofi tu kidogo kwa ajili ya Bwana. Haya maneno utayapata wapi? Utayapata nikupe mafuta wewe? Yakusaidia nini mafuta? Yatakusaidia ni upate gari? Itakusaidia nini gari? Yote tunaviacha hapa. Mbinguni tunaenda na roho safi. Mbinguni tunaenda watakatifu. Ndio maana Biblia inasema, heri wafu wafao katika Bwana, katika Yesu Kristo, wanapumzika baada ya kazi zao ngumu. Unayo maamuzi. Sio lazima hapa, lakini haya maneno yazingatie. Yatakusaidia umilele wako. Kuna maisha ya umilele, ni umilele wa uzima na Yesu milele yote, ama ni umilele wa mateso na shetani moto, utateseka vibaya. Na nasema dhambi moja duniani, sisi hatuangalii tu mlevi. Dhambi moja duniani na watesa watu, ni watu kumkataa Yesu asiwe Bwana na Mwokozi wao. Ndio chanzo cha dhambi yote. Unamkataa Yesu, sijui alikufanyia nini. Yesu alikufanyia nini hata unamkataa? Unazuia miujiza kwa sababu ya kumkataa Yesu. Tangu sasa nikwambie, Yesu ndio uzima wetu. Yesu ndiye Mungu, ndiye Bwana na Mwokozi. Na Yesu alizungumza haya maneno pasipo hofu, kwamba mimi ndiye Bwana. Yeyote atakayenikiri kama Bwana na Mwokozi ataona muujiza ukitokea. Na muujiza ni roho yako kugeuka. Yaachane na kutamani wanawake za watu. Yaachane na kutamani waume za watu. Mtu anaitwa mbuzi. Nasikia vibaya unaitwa mbuzi. Si kwa nini? Ndio mwanaume anaitwa mbuzi. Lakini anakuita mbuzi kwa sababu hujatosheka na ndoa wewe. Mpaka ninaitwa mbuzi. Yaani kila mtu anamtaka. Huyu unamtaka. Mwisho unaitwa mbuzi wewe. Si unaitwa beberu. Mungu atusaidie. Lakini hali ni mbaya. Na kweli tumetelekeza watoto. Leo watoto kama machokola. Nenda kama wachokola. Tumevuruga familia kwa sababu tumeacha ndoa. Na Yesu anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Umevuruga ndoa kwa kutamani wanawake. Wewe ndio utakufa kabla ya siku zako. Geuka leo.
Baba, na ijulikane wewe ni Mungu, na unaleta maneno haya kwa sababu ya upendo. Wewe Mungu unajua madhara ya dhambi, na ni zaidi ya ninavyoongea. Wewe Mungu utakapokuja na ghadhabu yako, hakuna atakayezuia